Yesu, habari za uzima zizidi kunenwa na tuzidi kuzitaja katika mitaa. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3, Biblia inasema basi palikuwa na mtu mmoja Farisayo, jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja na yeye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Stajabu, kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Hizi habari njema katika Injili ya Yohana sura yake ya 3 zinamhusu Nikodemu. Nikodemu kwa lugha kisasa tunaweza kusema alikuwa ni paroko, alikuwa ni padri, alikuwa ni shehe, maimamu, alikuwa ni mchungaji, alikuwa ni mzee wa kanisa, kiongozi yoyote yule ambaye ana wazifa mkubwa katika dini yako ambayo unaabudu. Maana kila mwanadamu ana dini. Ana kama usipoenda chachi au mazoea ambayo tumezoea msikitini au sabato au nini, kila mtu ana dini. Maana chochote ambacho unakiabudu ndio dini yako. Kila ambacho unakiabudu unakipenda, unasikia pain kukiacha, hiyo ni moja wapo ibada ambayo unaifanya. So Nikodemo alikuwa ni mtu mmoja ambaye ni Farisayo mwenye elimu kubwa kabisa kidini. Lakini kitu cha ajabu, Yesu anakuja kumwambia, nisikilize Nikodemo, nikwambie, usipozaliwa mara ya pili huwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Usipozaliwa mara ya pili huwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Nikodemo akashtuka, anasemaje, Bwana, nishakuwa mtu mzima, nawezaje kuingia tumboni mwa mama nikazaliwa tena mara ya pili? Yesu akamwambia, nisikilize nikwambie, Farisayo mkubwa, hujajua hizo habari. Anamwambia, kizaliwacho kwa mwili ni mwili, na kizaliwacho kwa roho ni roho. Na maana gani kusema hizo habari za uzima? Mimi na wewe tumezaliwa katika jinsi ya mwili. Mama yangu alitunga mimba akanizaa, na wewe mama yako alitunga mimba akakuzaa. Tu watoto wa Adamu, na tunaitwa wana Adamu, wana wa Adamu. Ina maana wote katika jinsi ya mwili tumezaliwa, lakini si wote tumezaliwa katika jinsi ya roho. Yesu anapomwambia Nikodemo kwamba kizaliwacho kwa mwili ni mwili na kizaliwacho kwa roho ni roho, na maana gani? Katika system ya maisha ambayo tunaishi, yoyote mwanadamu amezaliwa katika uzao wa kimwili, naongea na mwanadamu yoyote, mwanadamu amezaliwa katika uzao wa kimwili. Kitabu cha Warumi 3 mstari wake 23, Biblia inasema wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwani Biblia inasema tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hilo ni neno la Kiswahili lakini limekaa Bible hivi kichachi. Sasa na tafsiri katika lugha ya Kiswahili pata kunielewa. Maandiko yanasema katika Warumi 3 mstari wake 23 ni kwamba kizaliacho kwa mwili ni mwili na kizaliacho kwa roho ni roho. Hapo Yesu anamwambia Nikodemo. Lakini Warumi 3:23 inasema wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Iko hivi rafiki zangu, mwanadamu yeyote yule ambaye amezaliwa katika uzao wa kimwili, ndani yake ana capacity ndogo ya kushinda dhambi. Yaani ndani yake ana nguvu ndogo ya kuishinda dhambi. Na kwa nini Yesu anamwambia Nikodemo kwamba unatakiwa mwanangu uzaliwe mara ya pili? Ilikuwa na maana hii, wakati Yesu anakuja duniani miaka 2025 kurudi nyuma na kuleta katika hisabati ya kawaida kabisa, hesabu za chekechea darasa la kwanza, katika hesabu za kiastrolojia, tukikaunti kuanzia miaka ambayo Yesu yupo duniani ni miaka 2025. Kuanzia sasa tunavyohesabu 26 tujamaliza, kwa siwezi nikaukaunti. Kwa kuanzia Yesu Kristo wapo duniani miaka 2025. Wakati Kristo amekuja duniani, kazi ni moja tu anamfanya, akacha mbingu na enzi na akaja duniani. Neno lilofanyika mwili likaja duniani kaishi pamoja na sisi. Yaani maandiko yanasema mwanzo kujifanya kwa yeye yuko sawa na Mungu, akajifua utukufu wake, akajifanya kuwa sawa na mwanadamu, akaja duniani akaishi pamoja na sisi. Kwa Kristo Yesu wakati amekuja duniani, assignment ilikuwa ni moja tu rafiki zangu. Yaani kazi iliyomleta duniani ilikuwa ni moja tu, kutafuta na kuokoa mtu ambaye amepotea. Kutafuta na kuokoa mtu ambaye amepotea. Kitabu cha Injili ya Yohana 10 mstari wa 10, maandiko yanasema habari za mwivi ajireba na kuchinja na kuharibu. Lakini ukianzia tena pale juu, Yesu anasema hakuna upendo kuliko upendo kama huu wa mtu kutoa
anatoa uhai kwa ajili ya rafiki zake. Kwa nini? Yesu anasema hizi statement njema kabisa na za kupendeza na zenye basasa. Unaposoma Biblia ni kwamba Nikodemo anamwambia, mwanangu usipozaliwa mara ya pili huwezi kuurithi uzima milele. Na maana gani? Yamkini ningesikia Yesu anasema mwanangu usipokuwa Muislamu huwezi kuurithi uzima milele. Ninapomaanisha uzima milele kwamba huwezi kuwa na ahera yani huwezi kuingia mbinguni. Yamkini Yesu angemwambia kama si msabato huwezi kuingia mbinguni. Yamkini Yesu angemwambia Nikodemo kama sio Sunni au Ahmadiyya au Shia huwezi kuingia mbinguni. Yamkini ningesikia Yesu angemwambia Nikodemo kama huwezi kuwa FPC, Pafe Agape, TAG au Katoliki au Lutheran huwezi kuurithi uzima milele, yani huwezi kuingia mbinguni. Kumbe mambo ni vice versa. Yesu kumaanisha hivyo. Ina maana Yesu anatuweka dipa na anafunua macho yetu, anatutoa tongotongo ambazo ziko machoni. Anamwambia Nikodemo usipozaliwa mara pili huwezi kuurithi uzima milele. Na maana gani? Mwanadamu anazaliwa katika jinsi ya mwili kwa uzao mwanamke, ndani yake hana uwezo wote wa kuishinda dhambi, na dhambi ndio mzozo. Bahati mbaya ni kwamba izamba mbona inaisema haichagui umri. Na ndio unakuta wazee wanafia gesi na vitoto vidogo viserengeti boy. Unakuta mimama mishanga zimekamatia vijana wadogo. Ina maana dhambi angali kwa kijana au mzee na kuparusa. Ukipa nafasi na tamaraki ndani ya maisha yako. Na maana usishangae mtu anaumvi hapa katika mitara kile anatukana. Domo linabwabwaja matusi. Filter zake ni nyeusi. Kashika mbasa sehemu. Ananyonga rizira. Ana miaka 50 huyo. Ina maana dhambi angali ukubwa wala udogo. Ina matamaraki kwa mtu yote. Sasa Yesu akajua kwamba hili ni tatizo, na hili tatizo lisipotatuliwa hakuna hata mkazi mmoja wa Kibaha ambaye anaweza kaurithi uzima milele. Yesu anajiweka dipa. Bwana mpenda Kristo Yesu akasema mimi nakata mzizi wa fitna. Anasema Nikodemo usipozaliwa mara ya pili huwezi kaurithi uzima milele, akiwa na maana hii ili upate neema na ili upate nguvu ya kuishinda dhambi na ili upate mamlaka ya kumseta Shetani na kazi zake zote. Si kwamba uwe Shia Ahmadiyya, si kwamba uwe Katoliki au PST, ili upate uwezo wa kumshinda Shetani na kazi zake zote. Yesu anaambia wanafunzi kitabu cha Luka 10:19, wakati Yesu amewaagiza wawili kwenda kuhubiri habari za uzima, wanakuja wako so excited, wanabasasa, wanafurahia, wanamwambia Rabi, tazama pepo zinatutii, wagonjwa wanapona, vilema wanatembea. Yesu anaambia furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa juu mbinguni. Lakini 10:19 Yesu anaambia wanafunzi wake, tazama nimewapa mamlaka kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za uovu wa adui, warapanda nguvu yoyote itakayowadhuru. Ina maana Yesu Kristo anazungumzia mamlaka ambayo mwanadamu anatakiwa apate ya kumseta Shetani na kazi zake zote, ya kumseta Ibilisi na kazi zake zote. Rafiki zangu, ngoja nikwambie, na hili ndio baya ambalo nimeona duniani, na ajabu na kubwa na kushangaza ni kwamba Shetani hamuogopi mwanadamu. Hii ndio baya ambalo nimeliona. Yamkini ningesema labda Ibilisi yuko kwa dini fulani. Bahati mbaya ni kwamba uidevu ambaye namsema mahali hapa, angalia dini wala kabila, angalia zehebu wala lugha alionayo. Ukishampa nafasi na tamaraki, Yesu anamwambia Nikodemo, inakupasa mwanangu uzaliwe mara pili upate kurithi uzima milele. Uzama na pili mwinjilisti aliyetoka amesema ni kwamba unapomwamini Yesu Kristo kwa njia ya imani, tunasamehewa dhambi na tunapewa mamlaka ya kumshinda Shetani na kazi zake zote kwa nguvu ya imani. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tunamshinda Ibilisi na kumwamini Kristo kwa tendo la kusikia na kwa tendo la kuamini, kwa tendo la kusikia na kwa tendo la kuamini. Miaka 5 kurudi nyuma, nikiwa mchikichini dogo janja, sieleweki, drugs zimeniharibu, madawa amenikamua mwanangu, na nyonga rizi la vile mbaya, nikakutana na Yesu mchikichini rara boma. Utaniambia nini? Nimechiri mahali pale jenda zizoni. Akaja mtumishi mmoja akaniambia, Medi una habari? Nikasema sina habari. Unataka kubonga na mimi, habari gani? Akaniambia, Medi sikia nikwambie, huyu Yesu Kristo ambaye nimekuletea anaweza akaondoa fita sigara mdomoni wako, na anaweza akatoa kiu cha kupuya madawa. Bwana sikumwamini, maana hakuna rosto kali ambayo mwanadamu anaweza akashinda kuiacha kama kupuya kokeni. Bwana endelea kuvuta cigarette, usiingie kwenye mchezo mbaya. Kokeni unatafuna. Maana kete moja ni bei ya nyumba ya Uswahilini ya mwisho wa kodi ya mwezi. Na bahati mbaya unaweza kabuya kete 3 au 6.
zaidi ya 12,000 wateketeza kwa siku. Let me tell something neighbor, nikwambie, nikakutana na Yesu wakati nipo mchikitini. Yule mtumishi ananiambia, Medi, unaweza ukacha unapomwamini Yesu Kristo. Sikona yana wala sikona mbaya. Nikapiga zangu magoti, yule mtumishi akanisesa sala toba. Baada ya kunisesa sala toba, mwanangu, nataka nikwambie, Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, na nitawapumzisha. Hakuna dhambi kubwa wala ndogo ambayo Yesu anashinda kusamehe. Anamwambia Nikodemo, usiposaliwa mara ya pili uweze kuishi uzima milele. Na maana hii, usipokubali leo kama mimi Kristo na uwezo kukusaidia na kukuzaa katika ulimwengu wa roho, kuondoa kila aina ya ubatili ambao umefanya na kuyatakasa maisha yako, na kwambia badani uweze kuishi uzima milele. Kisha tufanya tuje katika mitaa hii na jioni kabisa ni kuja kutangaza habari njema. Ni kwamba iko hivi, habari za kuingia mbinguni na habari za kupenya ni bwerere. Yani sasa hivi kuingia mbinguni ni bure. Kwa sababu gani? Yesu Kristo wa Nazareti alipokuwa pale msalabani Golgotha, fuvu la kichwa, alisema Baba, yote amekwisha. Akiwa na maana hii, kila mwanadamu yoyote mkasa kibaa atakayesikia habari za uzima pasipo kuleta masihala, atakayezingatia ndani ya moyo wake na kusadiki habari za uzima ambazo tunazisema jioni njema leo, maandiko yanasema ya kale yanapita na tazama mambo yatakuwa mapya. Korintho 2:5-17 Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita na tazama mambo yanakuwa mapya. Nimebonga kidogo nikasema kule mbinguni hakuna Shia wala Madia, hakuna Suni wala Baniani, hakuna FCC wala Katoliki. Bahati mbaya tumejificha kwenye dini, na wakati mimi napuya madaku hivyo pale mchikitini nilikuwa na dini yangu safi na swarama. Lakini let me tell something neighbor, shetani angali umemeza surati Mariamu au umemeza msafu, umemeza Mathayo. Maana surati Mariamu unayo, lakini umeshinda kuacha ugoro. Una bahati mbaya kinoma noma. Surati Mariamu unayo, lakini una mzizi wa dawa, huwezi kufanya kazi bila kugonga juju. Mungu sio shemeji yako wala shangazi yako. Chochote pandacho mwanadamu ndicho atakachokivuna. Sasa iko hivi rafiki zangu, ni nani atakayetokoa na uteka mbao ibilisi ndani ya maisha yetu? Msikitini kama mimi Yesu Kristo leo niko kibana kuhubiria habari za uzima. Anamwambia Nikodemo, kisha na mwili mwili na kizaliwacho na roho ni roho. Ana maana Yesu Kristo peke yake ndio ana mamlaka kumsaidia mwanadamu kumtoa katika uteka ibilisi ameweka ndani ya maisha yake. Tunalihubiri tumeliona, tunalihubiri tunaliishi, tunalihubiri tumehubiria wengine wakaamini habari za uzima. Lakini umeteseka kwa muda mrefu sana neighbor, na umefanya kila mitikasi kupata breakthrough, lakini umeshindwa. Nataka nikwambie, watu wanasema jaribuni ya kuwa Bwana ni mwema. Maandiko yanasema onjeni ya kuwa Bwana ni mwema. Hizo habari za uzima mitaki bado tunazileta. Tunatangaza ni kwamba Yesu Kristo yule ambaye alisulubiwa Golgotha mida saa 9 kamili mchana, akakata roho akasema rei masapa nikitani, Mungu wangu, akaikabidhi roho yake mikononi mwa Baba. Kisha nikatanda Yerusalemu, wanaume akakata roho. Akaja kijana mmoja anaitwa Yusufu Arimathaya, akaomba mwili wa Yesu akaenda kuweka katika kaburi, maana kwa kuna bustani nzuri ambayo Yusufu amenunua kwa sababu ya mazishi yake. Akahifadhi mwili wa Yesu. Yesu aliwaambia siku ya 3 nitafufuka. Wakazani kwa Yesu anabonga habari za uongo, wakamfananisha sawa na mitume mengine, wakamfananisha sawa na manabii wengine. Hakuelewa kwamba alikuwa ni Mungu alisia amevaa fresh, ni Mungu ndani ya fresh, yani ni Mungu amevaa mwili afa amekuja duniani kuishi na sisi ili turebata na ramstarehe tumsete Shetani pamoja na kazi zake zote. Wanaume akiwa mida saa 9 kamili amekata roho. Yusufu Arimathaya akambeba akaweka mwili wa Yesu kaburini. Yapata siku ya kwanza mwanaume akiwa kaburini Yesu Kristo Nazareti. I feel something. Yapata siku ya pili Yesu Kristo akiwa kaburini. Siku ya 3 mwanaume akatingisha kaburi likaitika mwamba, akatingisha kaburi likaitika, mwanaume akafufuka kutoka katika wafu. Hapa ndipo Yesu anavunja nyodo ya manabii, anavunja nyodo ya mitume, anavunja nyodo ya maprofeti, anavunja nyodo ya walimu, anavunja nyodo ya kila mtu. Hakuna mtu mmoja ambaye alisharamba rizini afu riziki kamtapika isipokuwa Yesu Kristo Nazareti. Anaambia mtapewa sala isipokuwa ishara ya Yona, yani mwanadamu kuketi ndani ya riziki ya 3 afu riziki kamtapika. Tunahubiri habari za uzima hizi, habari za Yesu tukiwa tuna jasiri 2,000 mara 100 naona ndogo. Ujasiri 2,000 maana Kristo Yesu ambaye tunamnena tunaishi naye.
akafufuka siku ya tatu mwanaume. Hizi ni habari njema basi, nataka nikwambie, unapomwamini Yesu Kristo jioni njema leo na unapomsadiki ndani ya moyo wako, anamwambia Nikodemu, utakaponiamini nitakuzaa katika uzao wa Roho. Yesu iko na maana kubwa kabisa kwamba mwanadamu wa uzao wa mwili hana uwezo kumshinda Shetani, lakini mwanadamu wa uzao wa Roho ana uwezo kumseta Shetani na kazi zake zote. Hivyo unapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana, tunaposema kuwa Bwana ni kwamba Bwana ni mmiliki wa kila kitu ndani ya maisha yako, kuwa Bwana na Mwokozi. Tunaposema Mwokozi na ametuokoa kututoa katika dhambi na ametuleta katika uzima milele, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ya kale ambayo na tena napita na tazama Yesu anatangaza mambo yanakuwa mapya. Hizi habari za uzima tunazinena. Siku kadhaa wa nyuma, kurudi nyuma, tulikuwa katika misheni, nilienda Tanga, sehemu moja inaitwa Mavovo, nikakutana na mama amelala miaka miwili, amki mzee baba kama movie lakini steringi ndio Yesu, jambazi ni Shetani. Kwa tunamdonga jaba au knockout, hawezi kuamka. Nikakutana na mama miaka miwili yuko amelala, nikamwambia mama, sikia, tunamhubiri ana uwezo kukuamsha kutoka katika kitanda. Na raia ambao tunaposema kama unauma, baadaye tutaenda kufanya maombezi. Mambo yetu sisi ni kweupe, ni kweupe kabisa. Hapo napokea uponyaji, ni kweupe. Imani yako ndio itakao kuponya. Ile mama nikamwambia, sikia nikwambie mama, nilikuwa na watumishi wenzangu, tukamtia moyo pale, tukamwambia Yesu anaweza kukunyanyua. Akasema ndio watumishi, ninaamini. Tukaweka mikono juu, maana Yesu ametuamrisha popote pale ambapo tukutana na wagonjwa tuweke mikono juu ya wagonjwa. Na kwambiaje, kwa Yesu miujiza ni bwerere. Yani sisi sio shida yetu kukuwekea mikono. Kama una kansa ukapona, kama una ukimwi ukapona. Nataka nikwambie, mficha maradhi kifo mumbua. Kwa nini ufe kati uponyaji uko bwerere kwa Yesu? Afu bure. Let me tell something neighbor, mkasa kipa. Yule mama tukamwambia Yesu anaweza kukusaidia. Tukaweka mikono juu ya mama, tukaomba katika jina la uweza lake Yesu Kristo. Yule mama akapata kuamka. Atakuishia hapo, wakatufuata watu basi, wakati tunafanya mkutano pale mjini Mavovo, watu wengi wamefungwa na ila sabirishi, mapepo mwatesa. Tukaweka mikono juu yao, pepo zikaondoka kwa mamlaka uwezo wa jina la Yesu, zikatutii kwa sababu ya utisho wa jina ambalo tumelibeba, jina lake Yesu Kristo. Joni jamaa ya leo nataka nikwambie, let me tell something neighbor. Yamkini unaishi kwenye hofu na mashaka, yamkini unaishi katika sintofahamu. Unapomwamini Yesu ni nuru ambayo inaangaza ndani ya maisha yako. Injili kitabu Yohana 1:5, maandiko yanasema nayo nuru yang'aa sana gizani, nalo giza likuiweza. Unapompata Yesu Kristo, ni anaangaza ndani ya maisha yako, ni anashine ndani ya maisha yako. Isaya 60 inasema rise and shine, mkaza kipaa, amka uangaze, mkaza kipaa, kwa sababu nuru ya Bwana imekuja na utukufu wa Mungu umekusukia. Habari tunazinena za Yesu Kristo, nataka nikwambie zina uwezo kukusaidia. Haijalishi wanadamu amesema nini, haijalishi watu wamenena nini. Nataka nikwambie, unapoamini ndani ya moyo wako na unaposadiki habari za uzima leo hii, Yesu yupo tayari kukusaidia. Yesu yupo tayari kukupa breakthrough. Sometimes naweza kuwa na struggle katika biashara. Nakumbuka wakati ambapo niko Mwanza, sehemu moja inaitwa Meko. Nikiwa Mwanza Meko pale juu, nilikuwa nafanya kazi chuo cha CBE, kampasi ndogo. Nikaweka pale kibiashara cha genge fulani hivi, duka fulani hivi, imekaa kiunyama fulani hivi, nimeweka kila kitu fresh pale. Nikafanya biashara zeni mwanangu, zimegonga kama msimu wa nguzo. Akaja mjomba wangu akanambia, Medi sikia, unahangaika nini? Nikasema mjomba, hii ni wiki ya pili sijauza. Akanipatia msisi msee, akanipa dawa kuoga asubuhi kabla watu hajaniona. Usiku napo nafukiza na choma udi kwenye nyumba, afa asubuhi nikiamka mambo safi. Nikakamata ile dawa nikaipiga kwenye business yangu. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ikajipa bwana, nikasema mambo si ndio bwere. Siku ya 4, siku ya 5 mzee ikachunda. Nikarudi kwa mjomba, kwamba mjomba, bidhaa imechunda sielewi. Yeye mjomba akanipa msisi wa pili. Kurudi kwake kwenye business, nikaenda siku ya kwanza, siku ya pili kachunda. Nataka nikwambie, Biblia imesema mtegemee mwanadamu amelaaniwa. Amtegemee mwanadamu amekula laana.
Nataka nikwambie kitu kimoja, yamkini unastaka katika biashara, ulinzi hauna. Nikaja Dar es Salaam, nikaanza kufanya kazi, nilikuwa na kiwanda kadogo kwa kutengeneza clips. Mahali pale nilikuwa nauza, mwisho wa siku wala sizioni. Nikarudi tena nyuma, nikasema nina gundu, ninasijaza vizuri kwa mama. Na nakumbuka kati nimaliza shule, nimwambia mama nenda Bongo Da kutafuta maisha. Mama akanibrace akasema bwana nyumbani nimeaga. Alafu nauza kila kitu vizuri, alafu pesa sijione. Bwana, kumbe kuna wadudu wanaitwa chuma na urete kwangu wamenikandia. Bwana, baada ya kumwamini Yesu Kristo, hakuna tena chuma na urete mzee. Kuna chuma na kwenda kwa Yesu Kristo. Hakuna tena chuma na urete mwanetu. Sisi ambao tuna Yesu Kristo tubagaizi na kitu chochote. Sisi sio wagaga na upwa kwamba tukosi kura wari mkavu. Hakika tunao. Tunagusa one touch kama draft kurudia meharibu mchezo. Huyo ndo Yesu Kristo kimpata ndani ya maisha yako, unapoiwekea mikono biashara yako na unapoamka asubuhi kabla kuanza kazi na kusema katika jina la Yesu Kristo ongoza biashara yangu. Remi utesa msing neighbor, Yesu ataongoza biashara yako. Nakumbuka wakati nimekuja na bodaboda hapa, wakati ambapo nasoma chuo Vikindo, wakati niko barabarani naongea na bodaboda sasa mahali hapa. Nikiwa barabarani nimerequest nimetokea sehemu moja ambapo nilikuwepo naelekea Vikindo. Wakati niko mahali pale nimeketi kwenye bodaboda, Roho Mtakatifu akaniambia mshusha bodaboda na uendeshe pikipiki. Sikuelewa, nikamtoa katika njia ya maombi. Bwana, nimefika sehemu moja, kuna daraja moja tunavuka karibia na sheri. Mwanangu, niko na kibwengo barabarani, kikayumba barabarani. Kile kibwengo kwa kimetuma kwa ajili ya kutaka mauti. Nakumbuka wakati wa usiku niliota ndoto ya mauti, nikaikanda kwenye maombi, nikasema tuliobeba agizo atufi kama nyau tulio na Yesu Kristo. Narudia, atufi kama nyau tulio na Yesu Kristo. Watu naacha urishi, afu Mungu anatuambia wiki ijayo tengeneza maisha yako, maana anakuja kutoa roho yako. Sisi atufi kama nyau, watu naacha urishi. Tunaandika atufi binivu remi utesa msingdaima, kwa sababu ukiwa na Baba una kila kitu ndani ya maisha yako. Nikiwa pale Vikindu barabarani, kibwengo kikatokea. Yule dereva bodaboda alipigwa shoti moja, akatetemeka mikono. Nikasema kwa jina la Yesu Kristo, nikatamka nikiomba, kibwengo kikapigwa na ukati kikayumba barabarani. Yule boda nikamtia nguvu, nikamshika kibegani, nikamwambia mwanangu unatembeza chuma mpaka nifike Vikindo. Baada ya kufika Vikindo, yule mtumishi akaogopa, akasema mtumishi tarudije barabarani. Nikamwekea mikono, nikamwombea, nikagundua Mungu alikuwa ananifundisha barabarani sio sehemu ya mchezo mzee. Kuna roho ambaye anatembea anatafuta roho za watu ili apate kuzimeza. Na maana shangaa vifo vinakuja tukidiwanzi, mtu anakufa. Yani binivutu mtakutana na semi la Dangote kafa, anakufa kama nyao bila kuandika urisi. Remo tesa msing neighbor, tukiwa na Yesu tuna uhakika, hatundoki kama nyao sisi. Uhakika tunao. Ukimpata Kristo umepata ulinzi ndani ya maisha yako. Ukimpata Yesu Kristo umepata ulinzi ndani ya maisha yako. Kazi yako ni kudeclare katika business yako. Kazi yako ni kutamka ndani ya biashara yako. Niseparizo simba kasa kipawa wakati wa jioni ambapo naenda kumaliza. Yesu ametuagiza jioni njema leo, na tumekuja kwa sababu ya upendo, na wakati tutaenda kuomba ili neema za Mungu ziwe juu ya maisha yako. Lakini kubwa kuliko hii ni bonus ambayo Mungu anaachilia kwa yote ambao atamhitaji Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Najua uko kwenye biashara. Hii ni sala toba ambayo nitaenda kuisema. Baadaye tarudia matamshi afukishe, nitaenda kuombea biashara yako, kuombea kazi yako na kuombea kila kitu ndani ya maisha yako. Tumeambiwa katika Biblia mahali popote atakapo wakaribisha, tamkeni baraka mahali hapa. Hapa niliposimama ni maskani kwa bodaboda wanangu wa faida, lakini wamenipa ni ubiri. Ilikuwa na uwezo kusema mtumishi tutaki mhubiri, ondoka na speaker yako, lakini wamenipa wakamwambia mtumishi weka speaker mwanangu, achilia nundo hapo. Kwa na mimi mhubiri habari za uzima, na mimi sio ni mbaya kumaliza hapa na kuachilia bless katika biashara zenu. Mimi ni watu wa faida sana ndani ya maisha yetu. Mnatuendesha vizuri barabarani na tunafika sehemu ambayo tumefika kwa muda mwafaka. Na usafiri wangu mkubwa aga ni bodaboda. Kwa hiyo ananiwaisha chap tu kwa haraka. Na huwa si darari, ukiniambia funde natoa. Lakini nakwambia mtumishi hujatoa sadaka, kwa hiyo ananipunguzia buku na kwa 3000. Nauli ya kwenda chuo ni 5000. Na mwambia wewe mtumishi, najua unaenda Jumapili kanisani na utoe buku la sadaka. Anambia ina noma mtumishi, na kupunguzia buku linakuwa la sadaka, tunaenda chuo kwa 4000. Hawana baya. Huwa anatoa sadaka. Hizi habari za uzima kazi ya maneno haya. Na katizi nitaenda kuomba kuhitimisha kwa ajili ya kuelekea mitaa mingine kwa ajili ya kusema habari za uzima.